الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo ni Jumatano ya tarehe 21 Shahrullahi al-Muharram mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 16 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-Aqidati al-Wasitiyya صفحة 42 بعد 100 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. أسمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله katika العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم katika fasli inayoelezea maia, upamoja wa Allah na viumbe vyake. Qala: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش، maneno yote haya aliyoyataja Allah subhana kwamba yeye yuko juu ya arshi, wa annahu ma'ana, na kwamba yeye yuko pamoja na sisi, haqqun ala haqiqatihi, maneno haya ni haki juu ya uhalisia wake, la yahtaju ila tahrif, hayahitaji kubadilishwa, walakin yusanu anidh dhununi alkadhiba, lakini huhifadhiwa maneno hayo na dhana za urongo. قال الشيخ: والظنون الكاذبة في هذه الآية أنه مختلط بالخلق. dhana za urongo katika aya hii ni kwamba Allah amechanganyikana na viumbe vyake ardhini, ndio dhana za urongo. وقال في الفتوى الحموية صفحة 2 بعد 100 إلى 3 بعد 100 الجزء الخامس من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق. أسمى الشيخ رحمه الله pia Sheikhul Islam katika al-Fatwa al-Hamawiyya anasema: wajima'ul amri fi dhalik, jumla ya mambo katika hilo ni kwamba Qur'ani na Sunna yahsulu minhuma kamalul huda wan nur, hupatikana kwa hayo mawili ukamilifu wa muongozo na mwangaza, liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabii, kwa mwenye kuzingatia kitabu cha Allah na hadithi za mtume wake, wa qasada ittibaa alhaqi, akakusudia kufuata haki, wa a'rada an tahrifi alkalimi an mawadhihi, akapuuza jambo la kubadilisha maneno ya Allah na sehemu zake, wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi, na kupotoka katika majina ya Allah na aya zake. Kitabu cha Allah Qur'an na hadithi za Mtume sallam, hizi ndizo ukamilifu wa muongozo na ndio ukamilifu wa mwangaza kwa anayezingatia vizuri kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na akakusudia kufuata haki na kupuuza kubadilisha maneno amma wadhihi, na kupotoka katika majina ya Allah na aya zake. قال الشيخ: هذه شروط يحصل منه كمال الهدى والنور. haya masharti ambapo hupatikana kwa masharti hayo ukamilifu wa muongozo na mwangaza. أولا التدبر، ومعنى التدبر
at-ta'ammul wat-tafakkur fil ma'na, kufikiria vizuri katika maana ya aya hizi na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma al-mu'ridu an tadabbur al-ma'na fahadha la yahsulu lahu kamalu an-nur, ama mwenye kupuuza kuzingatia maana, huyu haipatikani kwa ukamilifu wa mwangaza. Thaniyan, wa qasada ittibaa al-haqqi, akakusudia kufuata haki. يقول فإن بعض الناس يتدبر القرآن ويتدبر الحديث لكن لقصد نصر الحق، لا لقصد نصر الحق ولكن لقصد نصر قوله. kuna baadhi ya watu wanazingatia Qur'ani, wanazingatia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si makusudio yao kuinusuru haki, lakini makusudio yao ni kunusuru kauli zao. وهذا قد يحرم الوصول إلى الحق، huyo huenda akanyimwa kufikia kwenye haki. ثالثا، شرط ya tatu، قال وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه، akapuuza kubadilisha maneno ya Allah na kuyaondoa na sehemu zake. والذي يبتلى بهذا هو من يريد أن ينصر قوله، anayeonjwa kwa hili ni yule anayekusudia kunusuru kauli yake. Hakusudii kunusuru haki, anakusudia kunusuru kauli yake. Haya ndio masharti ambapo mtu anapata kwa Qur'an na Sunna al-huda, kamalul huda wan nur. Qala Sheikh rahimahullah: wala yahsabil hasibu anna shay'an min dhalik yunaqidhu ba'dahu ba'dhan albatta, asidhanie mwenye kudhania kwamba kitu katika Qur'an na Sunna hupinga baadhi yake baadhi nyingine, kwamba Qur'ani na hadithi za mtume zinapingana. Wala yahsabil hasibu anna shay'an min dhalik yunaqidhu ba'dahu ba'dhan albatta, asidhanie mwenye kudhania kwamba kitu chochote katika Qur'an na Sunna baadhi yake hupinga baadhi nyingine kabisa. Mithla an yaqula alqa'il ma fi alkitabi was-sunnah min anna Allah fawqa al-'arshi yukhalifuhu adh-dhahiru min qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam idha qama ahadukum ila as-salah fa inna Allah qibala wajhihi. Mfano wa mtu kusema yaliyo katika Qur'ani na hadithi kwamba Allah yuko juu ya arshi, maneno hayo yanakhalifu dhahiri ya maneno ya Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aya na hadithi zinazofahamisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, ar-rahmanu ala al-arshi istawa, anayedai kwamba aya hiyo ina khalif dhahiri ya maneno ya Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yeye Allah yuko pamoja na nyinyi popote mlipo. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam idha qama ahadukum ila as-salah fa inna Allah qibala wajhihi, akisimama mmoja wenu kwa ajili ya kusali, Allah ajue kwamba Allah yuko mbele ya uso wake. ونحو ذلك, na mfano wa hayo. Fa inna hadha ghalat, kauli yake hiyo kwamba Qur'ani inapingana au hadithi zinapingana baadhi yao kwa baadhi nyingine, hilo ni kosa. Idhan asidhanie mtu kwamba Qur'ani inapingana na kugongana, vile vile hadithi za Mtume sallam zinapingana na kugongana, asidhanie hivyo yoyote. Wadhalik anna Allah ma'ana haqiqa wa huwa fawqa al-arshi haqiqa, na hilo ni kwamba Allah yuko pamoja na sisi kwa uhakika, na pia yeye yuko juu ya arshi kwa uhakika. Hakuna kugongana hapa. tumefahamu kama jamaa Allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyokusanya baina yao kwa maneno yake subhanahu wa ta'ala,
هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش. الله ameelezea kwamba yuko juu ya arshi alivyosema thumma stawa ala al-arshi ya'lamu kulla shay, hali ya kuwa anajua kila kitu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna, na yeye kuna sisi popote tulipo. Kama qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi hadithi al-aw'al wallahu fawqa al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Allah yuko juu ya arshi na huku yeye anajua hali mlionayo nyinyi. Wallahu fawqa al-arsh wa huwa ya'lamu ma antum alayhi. Allah yuko juu ya arshi na huku yeye anajua hali mlionayo nyinyi ardhini. يقول الشيخ حديث الأوعال هذا حديث رواه أهل السنن رحمهم الله. هنا حديث وليبكي أهل السنن رحمهم الله، واختلف العلماء رحمهم الله في صحته. علماء متفاوتيانا katika usahihi wa hadithi hii. Wa ankarahu almutaakhirun inkaran adhima. Almutaakhirun, maulama waliokuja nyuma, wameipinga hadithi hii kupinga kukubwa. Waqalu hadha la yumkinu an yasihha, haiwezekani hadithi hii kuwa ni sahihi. لكن شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله يستدلان به دائما، ونتولي دليلك وحديثه دائما. وأدنى أحواله عندهما أن يكون حسنا. hali ndogo kabisa kwao ni kuwa hadithi hii ni hasan. Hiyo hadithul aw'al, kwamba arshi ya Allah itabebwa na malaika waliofanana na mbuzi wenye mapembe makubwa yale. Ndio maana ya hadithi hii. Kini hadithi maulama wengi wasema sio sahihi. Dhakara ameitaja hapo. Qala sallallahu alayhi wasallam hal tadruna kam baina as-samai wal ardh, je, mnajua ni masafa mangapi baina ya mbingu na ardhi? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala bainahuma masiratu 500 am, baina yao, baina ya mbingu na ardhi ni mwendo wa miaka 500. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sana, na kila mbingu mpaka mbingu nyingine ni mwendo wa miaka 500. Wa kathifu kulli sama'in masiratu 500 sana, uzito wa kila mbingu ni mwendo wa miaka 500. Thumma fawqa dhalika 8 aw'al baina rukabihinna wa adlafihinna kama baina as-samai wal ardi. Kisha juu yake kuna hao aw'al wanane baina ya magoti yao na visigino vyao ni kama baina ya mbingu na ardhi. Thumma fawqa dhalika al-arsh, kisha juu ya hilo ni arsh. Baina asfalihi wa alahu kama baina as-samai wal ardi, baina ya chini yake na juu yake arshi hiyo ni kama baina ya mbingu na ardhi. Wallahu tabaraka wa taala fawqa dhalik, na Allah tabaraka wa taala yuko juu ya hivyo. Walaysa yakhfa alayhi min a'mali bani adama shay'un, hakuna chochote katika amali za wanadamu kinachojificha kwake, pamoja na kwamba yuko juu ya hivyo vyote. Hii ndio inaitwa hadithul aw'al. Kaelezea hapa takhriji yake kwa ufupi, alafu akasema wa hadha isnadun dhaifun fihi illatan. Al-ula tafarrudu simakin biriwayatihi, Simak ametafarrad kwa mapokezi yake. Fahuwa wa in kana saduqan fi nafsihi illa annahu taghayyara bi akhara fakana bima talaqqana.
fakana rubbama tulqina, alibadilika mwishoni akawa pengine anafanyiwa talqin katika hadithi zake anazopokea, anafundishwa. Qala an-Nasa'i kana rubbama luqina fa idha infarada bi asli lam yakun hujjah li'annahu kana yulaqqanu fayatalaqan. المهم علماء سمع حديثه صحيح. جزاك الله خير. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه. جوا kuwa tafsiri ya upamoja kwa dhahiri yake ala alhaqiqati allaiqati billahi ta'ala, kwa uhakika unaofanana na Allah mtukufu, la yunaqidhu ma thabata min uluwi llahi ta'ala bidhatihi ala arshihi. Tafsiri hiyo haipingi ilivyothibiti ya ujuu wa Allah mtukufu kwa dhati yake, kwamba yuko juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake. Tafsiri hiyo ya upamoja na viumbe vyake haipingi yaliyothibiti kwamba Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake kwa dhati yake. Wadhālika min wujuhin thalatha, na hilo kwa njia tatu. Al-awwal anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin al-munazzahi 'ani at-tanaqul, ni kwamba Allah mtukufu amekusanya baina hayo mawili, upamoja na viumbe vyake, na kwamba yeye yuko juu ya arshi yake. Jamaa bainahuma li nafsihi, ameyakusanya baina hayo mawili kwa ajili ya nafsi yake katika kitabu chake kilicho wazi, kitabu kinachotakaswa na tanaqul, kupingana. Wama jamaa Allahu bainahuma fi kitabihi fala tanaqudha bainahuma, na aliyokusanya Allah baina yao katika kitabu chake hakuna kupingana baina yao. Aya hii tuliyoisoma, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas samai wama ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Amekusanya aliposema thumma stawa ala al-arsh, kisha akasema wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ameyakusanya hayo katika aya moja kuonesha kwamba hakuna kupingana baina ya kwamba Allah yuko juu ya arshi yake na baina ya kuwa yuko pamoja na sisi popote tulipo. Kwa hiyo hakuna kupingana baina ya haya mawili. وقد سبق في آية الحديد أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه. pia imetangulia katika aya ya suratul Hadid kwamba Allah mtukufu amelingana sawa juu ya arshi yake na kwamba yuko pamoja na viumbe vyake. Fa idha kana kadhalik ay anna Allah jamaa bainahuma fa innahu la yumkinu an yakuna bainahuma tanaqudun abada, haiwezekani kuwa kuna kupingana baina yao milele. لأن ما جمع الله بينه فمعناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال. aliyokusanya Allah baina yake, maana yake ni kwamba kukusanya huko mumkinun, inawezekana na si muhal. Wal mutanaqidhani aljam'u bainahuma muhal, vinavyopingana viwili kukusanya baina yao haiwezekani. Lakini hivi maadamu wamekusanya baina yao katika aya moja, inaonekana kwamba ni mumkinun katika haki yake Allah azza wa jalla. Fa idhan naqulu bimujarrad anna Allah jamaa baina al-uluwi wal ma'iyyati li nafsihi fa innana na'lamu ilma al-yaqin annahu la tanaqudha bainahuma. Kwa hiyo tunasema kwa mujarradi wa kwamba Allah amekusanya baina al-ulu, kwamba yeye yuko juu ya arshi yake na hapo hapo yuko pamoja na viumbe vyake, sisi tunajua ujuzi wa uhakika
kwamba hakuna kupingana baina ya hayo mawili, lianna alqur'ana la yadullu ala muhal, sababu Qur'an haifahamishi jambo ambalo haliwezekani. Mnaelewa? qala wa kullu shay'in fil Qur'an tadhunnu fihi at-tanaqudha fima yabdu laka fatadabbarhu hatta yatabayyana laka, kila kitu kilichoka katika Qur'an ambacho wewe unadhania kwamba kuna kupingana katika yanayokudhihirikia wewe, zingatia vizuri, hatta yatabayyana laka, mpaka ibainike kwako. Fikiria vizuri mpaka ibainike kwako, usidhanie kabisa kwamba kuna kupingana katika Qur'ani. wadhālika liqawlihi ta'ala afala yatadabbaruna alquran walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, mbona hawaizingatii Qur'ani? Lau ingekuwa inatokana si kwa Allah wangepata tofauti nyingi katika Qur'ani. يقول الشيخ هذا حظ يحض الله عز وجل على أن نتدبر القرآن ولا سيما إذا مرت بنا آيات ظاهرها التعارض. الله anatuhimiza tuzingatie Qur'an, hasa zikitupitia aya ambazo dhahiri yake ni kupingana, tuzingatie vizuri mpaka itubainikie kwamba hakuna kupingana. لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو ingekuwa Qur'ani inatokana si kwa Allah wangepata tofauti nyingi na taarudh nyingi. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك. huu ni msingi muhimu, kwamba kila kitu katika Qur'an unachodhania kwamba kuna kupingana, jua kwamba dhana yako hiyo ni makosa, haina shaka kwamba umekosea. lianna tanaqudha mustahil, sababu kupingana katika Qur'ani na Sunna ni jambo mustahil, haliwezekani. fala yajtami'u almutanaqidhani fil Qur'ani abada, havikusanyiki vinyume viwili au venye kupingana viwili katika Qur'ani kabisa. Kwa kama mtu hajaelewa aituhumu akili yake, asituhumu kwamba Qur'ani imepingana au imegongana, atuhumu akili yake kwamba haijaelewa, haijafahamu. sawa? Naam. يقول مثال ذلك قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال فإن قال قائل كيف سطحت، vipi ardhi imesawazishwa, wa nahnu nushahidu al-ardha al-an annaha kurawiyya, sisi tunaona kwamba ardhi ni kurawiyya, iko mzunguko. وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا فالقرآن إذن يناقض الواقع. akisema hivyo kwa Qur'ani inapinga hii hali ilivyo, faljawabu hadha mustahilun anna alqur'ana yunaqidu alwaqi, hilo jambo ni muhali, haliwezekani kwamba Qur'ani inapinga hali ilivyo. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ametukuka Allah alijalia katika mbingu kuna buruj, kuna nyota, akajalia taa na mwezi wenye kutoa mwangaza, jua na mwezi. Waqala waja'ala al-qamara fihinna nura, akaujalia mwezi katika nyota hizo ni mwangaza. ay samawati sab'a. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينالهم شيء. asema sisi tunajua sasa hivi kwamba watu wa ardhini, kuna baadhi ya watu wamefika katika mwezi bila kuwapata chochote.
ma anna alladhi yaqrabu minas samai yusabu bishuhubi allati tuhriquhu, pamoja na kwamba mtu anayekurubia mbingu anapatwa na vile vimondo vinavyomteketeza. قال الله تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. anayesikiliza huko mbinguni akenda akachungulia na kusikiliza wahi na kuiba wahi, atapata kimondo kinamsubiri na kumteketeza. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وما هو أشرف الملائكة ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. Mtume صلى الله عليه وسلم ni bora wa viumbe vyote, na pamoja na maahu ashraful malaika, alikuwa na mtukufu wa malaika wote Jibril, hakuweza kuingia katika mbingu isipokuwa baada ya kuomba idhni. Idhan kaunul qamari fi samai yukhalifu alwaqi' fahal nukadhibu alwaqi' am madha nasna. Kwa hiyo kuwa mwezi uko mbinguni, je, hii ina khalifu ilivyo? Je, tukadhibishe hii ilivyo au tufanye nini? Naqulu alwaqi'u la yumkinu takdhibuhu, hivi ilivyo haiwezekani kukadhibisha. Walau anna ahadan kadhaba alwaqi' ala anna dhahira alqur'ani yukhalifuhu lakana akbara musiin ila alquran. Lau yoyote angekadhibisha hii hali ilivyo kwamba dhahiri ya Qur'ani ina khalifu waqi, ingekuwa huyu ameikosea sana Qur'an. Lianna alkufara yaqulun inna alqur'ana yukhalifu alwaqi wa hadha la yumkin lianna alwaqi'a la yakdhibu, wa idha kana alwaqi'u la yakdhibu fayakunu alqur'anu huwa alkadhibu. Wanasema hivyo makafiri. وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا للقرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. kwa hapo itakuwa anayesema hivyo ameidhania vibaya Qur'ani pia na Uislamu dhana mbaya sana na huko hajui. Fanaqulu anil ayati alula wa ila al-ardi kayfa sutihat, angalieni ardhi jinsi ilivyosawazishwa. Ma anna alwaqi'a annaha kurawiyya la ishkala fiha, pamoja kwamba ilivyo ni kwamba ardhi ni kurawiyya, ni mzunguko, hakuna tatizo katika hilo, hakuna mushkil. Wanaqulu innahu la yumkinu an yakuna almuradu bil aya ma fahimta min anna al-ardha al-an mamduda walakinnaha sutihat ay ju'ilat kas-sathi bi'tibari masalih al-khalq. Wanielewa? Muradi wa aya ma fahimta kwamba ardhi sasa hivi ni mamduda, imenyooshwa, lakini sutihat ay ju'ilat kasathi, imejaliwa kama sathi juu, kwa mfano ya hii nyumba, kwa kuzingatia maslahi ya viumbe. Fakullu nnasi fi mintaqatihim ya'taqiduna anna al-ardha musattaha, watu wote katika sehemu zao wanaitakidi kwamba ardhi imesawazishwa. Liannaha kabiratul hajmi wa kurawiyatuha la tabinu illa biqadrin kabirin, ule mzunguko wake haubainiki isipokuwa kwa kiasi kikubwa. Fahiya idhan musattaha. ونقول له اقرأ قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، أرضي منيوشوا وألقت ما فيها وتخلت، وهذا يوم القيامة. قال وإذا الأرض مدت يعني الآن هي غير ممدودة، إذن فهي مطوية مكورة، أرضي مكونجوا يمزنغوشوا دوارا. وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. وهapa itabainika kwamba Qur'ani haijapinga hii hali ilivyo, kwamba dunia ni kurawia. Tuelewana? وكذلك بالنسبة للقمر نقول في قوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أي في العلو، katika kuwa mwezi uko juu
ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام. hailazimu kuwa huo juu ni mbingu ambazo zina ajram, zina ukubwa mkubwa, kama ilivyosema katika hadithi ile. وجعل القمر فيهن نورا. يقول بعض العلماء رحمهم الله أن القمر له وجهان. mwezi una pande mbili, wajhun ila al-ardhi fihi nur wa wajhun ila as-samai fihi nur. upande mmoja unaelekea ardhi ambao unamwangaza, na upande mwingine unaelekea mbinguni pia unamwangaza. fahuwa yunawwiru ala as-samaa wa yunawwiru ala al-ardhi. mwezi unatoa nuru juu ya mbingu na pia unatoa nuru na kuangaza ardhini. fayakunu nuran fis samaa wa nuran fil ardhi. tabaraka alladhi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. qala ba'd ulama rahimahumullah fihinna ay fi jihatihinna. أيوة. وجعل القمر فيهن نورا. فيهن أي في جهتهن أي في جهة العلو, katika upande wa kwamba uko juu, upande ule wa juu. kwa mwezi unaangaza juu na pia unaangaza kuelekea ardhini. قال على كل حال هاتان القاعدتان مهمتان وهما أولا أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض. Qur'ani haiwezekani kuwa inapingana. fa in dhananta anna fihi tanaqudan fadhannu khata. ukidhania kwamba Qur'ani inapingana, dhana hiyo ni ya makosa. thaniyan anna al-Qur'ana la yumkinu an yukhalifa al-waqi'. Qur'ani pia haiwezekani kukhalifu waqi hivi ilivyo. fa in dhananta annahu yukhalifu al-waqi' fadhannu khata. ukidhania kwamba Qur'ani inakhalifu waqi', dhana hiyo pia ni makosa. وفي المسألة الأخيرة يبقى عندنا معرفة كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ الجواب في مخالفة القرآن له. hii ndiyo kukosea, kwamba Qur'ani eti imekhalif waqi, hivi ni makosa. fala yumkinu an yukhalifahu. haiwezekani Qur'ani ikakhalifu waqi', lakin qad tadhunnu anna alwaqi' yukhalifuhu wa huwa fi alwaqi' la yukhalifu. فحينئذ يكون هذا الظن خاطئا. kwa hiyo hapo itakuwa dhana hii ni ya makosa. kwa hiyo ardhi ni vile vile ni mduara, ardhi ni vile vile kwamba ni mduara. Qur'ani haijapinga hilo. kwa ni mamduda kwa maslahi ya watu, lakinaha sutihat ju'ilat kasathi, kwa kuzingatia masalihi ya watu. sababu kama si masalihi ya watu ingekuwa basi humu hatuwezi kutembea, magari hayawezi kutembea kwa sababu ardhi iko mduara. lakini imewekwa sawa sawa na kusuka sambamba kwa ajili ya maslahi ya watu. قال فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. isipokubainikia basi jilazimishe na njia ya wale wenye thabati katika ilmu ambao wanasema amanna bihi kullu min indi rabbina. أيوة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. hapo wale ambao wanathabati katika elimu wanasema hayo yote ni yatoka kwa Mola wetu, sisi tumeamini
kullun min indi rabbina. Zote hizo aya mutashabihat na muhkamat zote zinatoka kwa Mola wetu. Idhan wakili al-amra ila munazzilihi alladhi ya'lamuhu, tegemeza mambo yote kwa mwenye kuiteremsha Qur'ani anayejua. Wakili al-amra ila munazzilihi alladhi ya'lamuhu, kama hujabainikiwa tegemeza mambo yote kwa mwenye kuiteremsha Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ya'lamuhu, anayejua. Wa'lam anna al-qusura fi ilmika au fahmik, najua kwamba upungufu uko katika ilmu yako au ufahamu wako. Wa anna al-Qur'ana la tanaqudha fihi, Qur'ani haina kupingana. Kama hujafahamu, jua kwamba upungufu uko katika ilmu yako au ufahamu wako. Wa anna al-Qur'ana la tanaqudha fihi, Qur'ani haina kupingana. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. kwa njia hii ndipo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alipoashiria kwa neno lake aliyotangulia, kama jamaa Allah bainahuma, kama alivyokusanya Allah baina yao, baina uluwihi ala arshihi wa baina ma'iyatihi bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. tumefahamu. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.